Idrisa. Asanteni sana pia ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja kwa wingi makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani jijini Dar es Salaam. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kumaliza msimu wa 2025-26 tukiwa salama kabisa. Mbona kama mjatulie hivi? Mko tayari kweli? Kama tunapita pita huku mwingine anawashaiki, tulieni kwanza jamani. Sawa eh? Nichukue fursa hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kwa maana ya wadau wa mchezo wa mpira wa miguu, vilabu, viongozi na wa kipekee kabisa ndugu zangu waandishi wa habari kwa kumaliza msimu wa 25-26 ligi kuu ya NBC tukiwa salama kabisa. Wako ambao tulianza msimu pamoja tukiwa na afya njema, na leo tunakutana tena makao makuu hapa msimu wa ligi kuu ukiwa umalizika, Mwenyezi Mungu akiwa ametujalia tena baraka ya afya njema. Kwa tusemeni alhamdulillah, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na kama wako wenzetu ambao wamepata matatizo, wamepata changamoto mbalimbali za kiafya katikati ya msimu huu, basi Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupona na msimu ujao tuwe nao pamoja. Na wale wenzetu ambao msimu huu wa 25-26 ahadi yao iliandikwa katika kipindi hiki, kama ambavyo sisi wote ambao tumekuja hapa, ambao watufuatilia saizi mubashara kupitia Azam TV, uko msimu na sisi ahadi yetu imeandikwa hapo, pumzi yetu ya mwisho itafika. Kwa wale ambao pumzi yao ya mwisho ilifika kwenye msimu huu, tuseme inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Mwenyezi Mungu awapunguzie adhabu na wajalie makazi mema uko walipokwenda. Ndugu zangu waandishi wa habari, tumwaita hapa ina mambo kama 5 hivi au 6 ya kuyazungumza. Mambo 5 au 6 ya kuyazungumza. Jambo la kwanza ambalo ni vyema nikaanza nalo kwa sababu tumepokea simu, tumepokea message zisizokuwa na idadi, wanayanga na wadau mbalimbali wakiuliza hali ya mchezaji wetu Pacome Zouzoua ambaye alipata jeraha baya sana siku ya jana kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Wadau walitamani kujua nini kimeendelea baada ya pale. Mchezaji wetu Pacome Zouzoua baada ya kutolewa jana uwanjani kwa msaada wa ambulance, alipelekwa moja kwa moja kwenye hospitali ya Aga Khan, na kwa sababu ya jeraha lake kuwa baya kama ambavyo mmeliona, na nisingependa sana kwenda kwenye details kuzungumza kuhusu jeraha lake, tulimpeleka Aga Khan na kaingia moja kwa moja emergency, na jopo la wataalamu pale Aga Khan kwa kushirikiana na madaktari wa klabu yetu Young Africans wakakubaliana baada ya kushauriana kwamba jeraha lile halitakiwi kucheleweshwa kupatiwa matibabu. Kwa baada ya discussion tukakubaliana na uongozi ukatoa baraka zake, Pacome Zouzoua afanyiwe operation jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo, ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani. Narudia, sitapenda
sana kuzama kwenye details ya jeraha lenyewe, kwa sababu kila mmoja ameona. Na jana, najua wanayanga wengi jana tulikuwa na hizo mixed feelings. Kuna wakati tulikuwa na furaha kwa sababu tumechukua ubingwa wa 5 mfululizo, lakini ndani ya mioyo yetu kuna simanzi ilikuwa inatembea, kwa sababu mwanajeshi wetu mmoja ambaye tangia ameanza kuvaa jezi ya klabu yetu amekuwa akijitoa kwa 100% kwa ubora wake mkubwa kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio. Hatukuwa naye kwenye sherehe za jana, yeye alikuwa yuko hospitali, tena akitakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ilituumiza sana sana. Wakati wa mapumziko vilio vilitawala kwenye dressing room yetu. Nichukue fursa hii kumpongeza sana one of the senior player kwenye timu yetu, Salum Abubakar Shuaboy, ambaye aliplay party kubwa mno kuhakikisha anazungumza na wachezaji wenzake kuwaweka sawa, warudi kiakili kuicheza second half ya jana. Experience yake ilitusaidia kwenye dressing room, lakini hali haikuwa nzuri. Simanzi ilitawala kwa sababu ni jeraha kubwa kutokea kwa mchezaji, na nafikiri kwenye ligi yetu kwa uwanjani baada ya muda mrefu, nafikiri ndio jeraha ambalo tumekutana nalo kwenye ligi yetu. Jeraha ambalo unasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri vyumbani, lakini alhamdulillah Shuaboy aliplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room, na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata ubingwa wetu. Majukwani pia niliona mashabiki ni kama moto ulikata hivi, na hata ukifuatilia binafsi mimi sikuweza kuposti kitu kingine chochote zaidi ya posti yetu ya ubingwa basi. Niliposti ile tu ya ubingwa basi, kwa sababu mbali na kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga na kuwa mwanachama wa hii klabu, Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nawakubali kweli kweli, yani nawapenda. Ni aina fulani wachezaji ambaye namhusudu wanapokuwa uwanjani, alafu ni rafiki yangu pia wa karibu. Ni mtu ambaye timu ilipowasili uwanjani akaniangalia usoni akaniambia, leo kama una mashaka hivi, lakini usijali, tutakupambania hapa upate medali yako ya 5 leo, ufurahia hapa. Kwa yale maneno yale na ile motivation alionigea wakati timu inawasili yalikuwa yamebaki kwenye kichwa changu. Machela yanatoka hivi, daktari pale nikanamuuliza, na wengine kama wakawa wanatuficha viongozi exactly kutuambia nini kimetokea pale, mpaka daktari aje atuambie baadaye. Lakini ilinikata moto, na ilikata moto pia mashabiki wengi wa Yanga. Nami kwa kuna simanzi fulani viliingia ambayo hatukuwa tumeipanga, lakini tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na nimeona wenzetu wa JKT Tanzania kupitia kwenye kurasa yao ya mitandao ya kijamii ya Instagram wametoa barua ya pole kwa klabu ya Yanga na kwa wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Nimeona pia yule mchezaji somebody Wahabi jina lake nafikiri, na yeye amepost akimpa pole Pacome Zouzoua na akielezea anavyojisikia baada ya tukio lile. Na leo asubuhi nimepokea simu ya kaka yetu kwenye tasnia ya usemaji, Masao Bwire, akinipigia na akiniuliza taratibu zinakwendaje, wanatamani kuja na wao kumtembelea Pacome Zouzoua. That's football. Hiyo ndio football.
Yaliyotokea yametuhuzunisha, but ndio football. Na kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tuwaambie wenzetu wa JKT Tanzania tumepokea pole yao na tunasubiri taratibu za wenzetu pale Aga Khan. Kijana ameamka, yuko vizuri. Nimeona hata wakati nakuja hapa ameposti status kwenye namba yake ambayo na namba zake, akishukuru watu mbalimbali kwa message ambazo wamemtumia za kumtakia pole. Kwa hiyo JKT tutawajibu, na kama wako wadau wengine wangetamani kwenda kumtembelea Pacome Zouzoua, haliko kwenye himaya yetu, lipo kwenye himaya ya hospitali, tutafata utaratibu kadri ambavyo tutaelekezwa na wataalamu wetu pale Aga Khan. Pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans wakituomba na kutushauri viongozi tutengeneze mkeka wa kuchangia matibabu ya Pacome Zouzoua. Ni jambo zuri, ni wazo zuri wamewaza, lakini nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, matibabu ya Pacome Zouzoua 100% yamegharamiwa na uongozi wa klabu hii. Kwa hiyo tunashukuru kwa moyo wao wa upendo waliouonyesha kutamani kushiriki kwenye matibabu ya mchezaji huyu, lakini uongozi umechukua jukumu hilo kwa 100% na tayari kijana yule ameanza kufanyiwa matibabu. Kwa hiyo kama una namba ya Pacome, una DM, unaweza kumtumia message ya pole na atasoma, lakini taratibu za malipo uongozi wa klabu ya Young Africans umeugharamia kwa 100%. Kwa nikasema nianze na hili kwa sababu limeulizwa sana na lilikuwa linahitaji kutolewa taarifa kwa sababu watu wengi walikuwa wameguswa nalo. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kwa pamoja tumtakie profesa wa mpira Pacome Zouzoua, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka aweze kurudi kuendelea na majukumu yake. Wako wapuuzi wachache, na nitakuwa mtu wa ajabu nisipolisema hili. Wako wapuuzi wachache jana wakati Profesa Pacome Zouzoua anakaribia kuingia kwenye chumba cha upasuaji, kuna watu kwenye moja ya redio wakawa wanajadili eti hatima ya mkataba wa Pacome. Pacome anajiandaa kuingia kwenye chumba cha upasuaji, yuko mtu akaanzisha mjadala kwenye moja ya redio, anasema Yanga itakuwa ngumu sana kumvumilia huyu. Ni vitu vya hovyo, vitu vya kipuuzi kabisa ambavyo viliendeshwa na baadhi ya wenzetu kwenye tasnia. Pacome bado ni mchezaji wa Young Africans na bado kwenye mkataba wake ana mwaka mmoja kuitumikia hii klabu. Ukiachilia mbali mambo ya kimkataba, klabu yetu ya Young Africans tumekuwa na kipaumbele kwenye kujali afya za wachezaji wetu. Hicho ni kipaumbele namba 1 cha viongozi wetu. Amepata majeraha mchezaji Kwasi Atola yao hapa, na akiwa kwenye majeraha yake tulimpa mkataba mpya ili tuweze kumtibu. Akiwa kwenye majeraha tulimpa extension ya mkataba ili tuweze kumtibu, kwa sababu ni familia yetu. Aliumia mchezaji hapa Yakuba Soni, tulimtibia mpaka akapona akiwa na mkataba wetu, na tulimuongeza mkataba akiwa yupo kitandani. Sasa sijui agenda behind. Mwenzako anakwenda kwenye chumba cha upasuaji, agenda behind una push kwamba Yanga waachane naye. Vitu vinatia simanzi sana hivi. Nikataka niliweke sawa hili kwa wenzangu
ambao ni waandishi wa habari, angalau tu tunaangalia basi timing ya hizo story. Yaani immediate mtu katoka kupata jeraha kubwa kabisa, wewe unakwenda kujadili hatima yake na Yanga eti. Huyu Yanga wataachana naye. Kweli? Kweli jamani, immediately baada ya mtu kuumia. Ndio tumekosa ajenda za kujadili kwenye vipindi kiasi hiko yani. Basi weka ajenda pia unakuwa negative kwamba ataachwa huyu. Mifano unayo kibao ambayo klabu hii imeshiriki kwenye matibabu ya wachezaji. Mchezaji wetu Clement Mzize, he's one of the best paid players season hii, si ndio? Hatumikia mkataba wake akiwa majeruhi na hamjawahi kusikia. Maana nilitegemea hiyo ndio iwe content, basi mngeenda kumhoji Mzize, posho zako zinacheleweshwa, mshahara wako vipi? Hamjawahi kusikia hata siku moja akilalamika au mchezaji, lakini mna pick negative side of the stories. Lengo sijui sana ni nini pale. Kwa niwaambie wana Yanga, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa klabu ya Young Africans na kimkataba bado ana mwaka mmoja, na matibabu yake yote yatakuwa chini ya Young Africans Sports Club mpaka atakapokuwa sawa na Mwenyezi Mungu atapomjalia kurudi tena uwanjani kutupa raha. Kwa hii inaliweka very clear, lieleweke. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeona nianze nalo, na mtaniwia radhi kwa sababu sikutaka sana kwenda kwenye details za jeraha lenyewe. Kwa sababu jana kiukweli mimi hata ile video ambayo ilikodiwa ikawa inapostiwa kwenye social media, nilivyoiona kwa mara ya kwanza sikurudia tena kuitazama. Mwili wangu ulitetemeka yani. Sikurudia tena kuitazama ile video. Nikaifutilia mbali kwenye simu yangu. Na hata sitamani hata Pacome mwenyewe hata kama kaamka asubuhi aangalie aone hiyo video. Inasikitisha. Lakini kama tulivyosema ndio mambo ya football. Tunasema alhamdulillah kwa kila kitu, maisha mengine yanafanyaje? Yanaendelea. Jambo la pili. Jana tumechukua ubingwa wetu wa 5. Huu ni ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu ya NBC. Nikiangalia hapa, ukiondoa hawa wazee wanne hapa, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominate ligi kwa miaka 5. Kitoa hawa wazee wanne ambao wameshuhudia miaka ya 70 huko, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominate ligi kwa misimu 5 kama ambavyo Young Africans tumefanya. Sasa jana, moja katika kichekesho kikubwa ambacho nimekiona jana, nikasema ni muhimu ni wajuze pia waandishi wa habari. Wako wenzetu kila msimu unapomalizika, wao huwa wanatafuta ajenda ya kuwapumbaza mashabiki na wanachama wao kila wanapokosa kombe. Na leo nitawakumbusha kutoka msimu wa kwanza mpaka wa 5 nini kilikuwa kinazungumzwa, ili muelewe kwamba haya mambo sio mageni. Msimu wa kwanza Engineer amekamata timu vizuri, Arafati yuko hapa na wajumbe wako hapa, Yanga ikapiga bismillah tuanze kuchukua ubingwa wa ligi. Msimu wa kwanza Yanga inachukua ligi kuu hapa ya Tanzania. Watani zetu wakasema tushachukua mara 4 ligi za ndani, focus yetu ni Champions League, sio ndani. Huo ulikuwa msimu wa kwanza, ndiyo maneno yao yalikuwa hivyo. Tumeshachukua misimu 4 ndani, now focus Champions League. Tukasema sawa, twendeni tukaone Champions League. Wakapigwa. Rudi kwenye ligi, tukawashona tena msimu wa pili, Yanga akawa bingwa. Ule msimu ulivyoisha wakasema tumeshaka na timu muda mrefu, tujenge timu sasa. Huu ni msimu wa kujenga timu.
wameshakaa watu muda mrefu, tufumue timu tujenge mpya. Tukasema sawa, jengeni timu baba. Ikaja season ya 3, tukawashona. Hiyo ndo season ambayo kama mnakumbuka msimu unaisha wakasema kuna wachezaji wanatuhujumu, wakawatimua watu pale, kama mnakumbuka wengi kweli yani. Chukua hela hapo, unachukua hela hapo, wanatuhujumu pale, wakafukuza na watu pale. Tukasema kwa hiyo mmeshasafisha timu yenu tumesafisha, njooni sasa Yanga muone. Huo msimu wa 3 tukasema sawa. Ukaingia msimu wa 4. Tukawashona. Msimu wa 4 umeisha tu. GSM anaharibu ligi huyu. Msimu wa 4 huo. GSM anaharibu ligi. Tukasema mnatakaje? Twendeni msimu wa 5. Tushajenga timu, tushasafisha, sasa hivi tuko vizuri. Chuma hiki hapa cha 5. Sasa hizi kilio ni marefali. Sasa hivi kilio ni marefali. Kilio ni waamuzi. Ndio kilio. Kutoka tushachukua sana ubingwa wa ndani, sasa hivi tunakwenda Champions League. Kutoka tunajenga timu. Kutoka tunasafisha watu wanaotuhujumu ndani ya timu. Wakaja wakasema GSM wanaharibu ligi. Sasa hivi ni marefali. Nataka niwaambie wana Yanga, hawa hawajui kinachowasumbua, na sisi tusiwaambie kinachowasumbua, tuwaache. Kwa sababu kuna mstari mwembamba sana unaotofautisha kati ya ujuaji na ujinga. Yaani kuna mstari mwembamba unaomtofautisha mtu mjuaji na mjinga. Unaweza kuwa unajifanya unajua sana, kumbe ndio ujinga wenyewe uko hapo hapo. Sasa sisi tupigeni bati hivi hivi. Kwa sababu mwisho wa siku maneno hayavai medali. Hii hauivai kwa propaganda hii. Eti wewe ni bingwa wa kulipalipa machao wakusifie, uvai hii, huwezi kuvaa hii. Wala picha ya kombe utakao upige nayo NBC. Angalia Yanga ilivyo. Tumechukua ligi msimu. Angalieni hapa ndio mjue Yanga ni klabu ya namna gani. Tumechukua ubingwa msimu huu, ubingwa wa 5 mfululizo. Tumefunga magoli mengi kuliko timu yoyote kwenye ligi. Tumeconcede goli chache kuliko timu yoyote kwenye ligi. Sisi ndio the best team kwenye ligi ya Tanzania msimu huu. Lakini mashabiki wetu msimu unaisha wanawaambia viongozi nendeni mkaboreshe hii timu. Angalia difference ilipo hapo. Yaani msimu unaisha wananchi wanakuambia bana ili jiwe liboreshwe tena hili. Tuweke vyuma vingine. Na niwaambie rais wa klabu ya Young Africans amenituma niwaambie wana Yanga. Atakuja kupata siku atazungumza na nyie vizuri kabisa. Lakini amesikia vilio vyenu na anakwenda kutengeneza tena timu nyingine ya kuja kutawala tena hapa Tanzania na kwenda kuitikisa Afrika inshallah. Yaani hiyo ndio difference ya Yanga na timu nyingine. Sisi wanachama wetu sio wanachama hohe hahe. Sio wanachama buruza twende. Sisi hatuna wanachama hao, na ndio mafanikio tunayoyapata haya. Hatujawekeza nguvu sisi kwenye uongo. Tumewekeza nguvu kwenye ukweli, kwenye mpira wenyewe. Kwa hiyo nawaomba wana Yanga, mkiwasikia wanalalamika, leo tunazindua kampeni mpya hapa. Na hili naomba ndio likawe jibu la kuwapa. Yaani leo tunazindua kampeni mpya na ninaomba hili likawe jibu la kuwapia watu wote wanaolalamika huko. Kwa sababu hawajaanza kulalamika leo, wameanza muda mrefu. By the way, ubingwa huu mtamu kama Simba hajalalamika. Yaani huo sio ubingwa. Yaani tuchukua ubingwa hawajanungunika. Hauna ladha. Hii ndo ladha yenyewe. Hapo ndo nakolea hapo. Leo tuna launch kampeni mpya.
kwa ajili ya kuwajibu hao wanaolalamika. Na kampeni yetu inakwenda kwa jina la mwakani tena. Mwakani tena. Hiyo ndio slogan yetu kutoka leo tarehe 1. Na nitawaambia kwa nini. Tarehe 1 leo mwezi wa 7. Kawaambieni kauli mbiu ya Yanga inasema mwakani tena. Wakisema si waamuzi waambie mwakani tena. Sijui tena. Majumba jeupe tena. Yaani mwakani tena. Leo tarehe 1 ndiyo tarehe ambayo tunakwenda kuanza mwaka wetu wa fedha wa klabu ya Young Africa Sports Club. Ndiyo tarehe ambayo wanachama waliolipa ada ya mwaka mmoja leo tunawakabidhi jitihada zao za kuchangia klabu hii kuwa wanachama. Success yao ni hii. Kwa ule mwaka tayari umemalizika. Leo tunafungua dirisha jipya la usajili wa wanachama kulipa ada zao kwa msimu unaofuatia. Mwaka jana tulikuwa tuna tofali, ndo hili hapa limetulipa. Mwaka huu tuna kampeni nyingine mpya inasema mwakani tena, kudadadeki. Sasa kama mwaka huu chombo kimekwenda hivi, mwakani tutakavyorudi mimi na mashaka. Mzee Msumi uko mbele huko, mimi na mashaka. Mshanga ligi bakia timu 10 tu hii, watu wakaanza kujipunguza wenyewe maana ni hatari jambo linalokuja mbele huko. Kwa hiyo wana Yanga tuichukue hii kampeni kutoka leo kwa kuhamasishana kwenye matawi yetu, kuhamasishana mmoja mmoja kwamba wananchi mwakani tena tunataka tufurahi. Tunataka tuwashone hawa watu, tunataka tuwazibe midomo yao. Kila mmoja anatakiwa sasa akalipe ada yake au wishe wanachama wake kutoka leo tarehe 1. Ndoto zetu wana Yanga wote ni kufanyika usajili mmoja mkubwa kweli kweli. Usajili yani watu wa maana washuke. Na hiyo ndoto tunaanza kuitimiza sisi. Tunavyoanza mwakani tarehe kama ya leo tukifunga msimu nini tukione, tunaanza leo hizo harakati. Kila mmoja ahakikishe anamwambia mwananchi mwenzake mwakani tena, na inaanza kwa mimi kulipa ada yangu. Kwa hili bwana captain ndio likawa jibu letu. Yaani ukisikia wanalalamika waambie hii sio kama ndo mwisho. Safi. Mwakani tena. Kimya. Usiongee sana. Hili pia nikasema ni muhimu niwaambie kina Kizinga, Kizenga hapo, kapteni, mkiwa mnakutana nao mitaani huko, wala msitumie jasho jingi sana kubishana na watu. Waambie tu mwakani tena yani. Dozi inaendelea hii. Sasa jana nimetangaza bwana kuhusu utaratibu wa parade. Jana nimetangaza kuhusu utaratibu wa parade la mwaka huu. Lakini hamwezi kuamini bwana. Jana usiku nimepokea message nyingi kweli yani za wana Yanga. Nyingi kweli kweli yani. Ananiambia mwenyekiti, yani kweli tuchukue ubingwa wa 5 wa ligi mfululizo. Alafu kweli kabisa tusipite Msimbazi sisi. Jana ameniambia mimi jana. Yaani kabisa tuchukue ubingwa huu ambao tumeutolea jasho kweli kweli. Tumepambana nao usiku na mchana. Alafu akamtaa tusikatize akamtaa jamani kweli. Mbona kama mwenyekiti umeanza kuzeeka hivi kwenye masimango hivi? Mbona kama umeanza kuzeeka hivi? Wakanifikirisha. Kasema okay. Mzee Msumu unasemaje? Tusikatize kale kamtaa kweli? Sahihi Sasa tumechange gear kidogo. Kama mlijua mtapumzika mwaka huu, imekula kwenu. Basi imeanza kutoka Mwanza inakuja Dar. Tuliweka station Mwanza. Tumwambia dereva washa gari njoo Dar es Salaam.
Kule Mwanza tutakwenda kusherehekea. Lakini sasa tunamsimanga nani kule? Sasa yuko hapa. Sawa, tutakwenda Mwanza, tutapiga parade, tutaenjoy. Na ratiba nitawapa ratiba. Lakini sasa kwa nini yani? Kwa nini yani kamtaka tusiingie pale, tukafurahi. Kwa basi bwana alipo njiani nakuja Dar es Salaam, ndugu zangu. Kama mlinisikia jana waambia tumwapumzisha, imekula kwenu. Basi lipo njiani. Na tarehe ya parade ya Dar es Salaam iko pale pale tarehe 4. Tumepanga tarehe 4 kwa sababu tumesikia Pemba hamuendi, mko hapa. Kwa hiyo mtawakuta naamini. Maana taarifa za uhakika mashabiki wote wamegoma kwenda Pemba. Sasa ni mawili wachague. Waende Pemba wakutane na Kitambaa au wabakie Dar. Watukute wanaume tukiwa tuko Msimbazi pale. Yaani hakuna kupumua hiyo. Tarehe 4 tuna parade. Na haitokei mbali tafadhali. Yaani msione kama ni mbali. Tunaanzia TFF Karume pale. Mzee Msumu, sawa eh? Tunaanzia TFF Karume. Tunakuja kukunja kona. Sasa hivi hapa uongozi unaendelea na vikao mbalimbali. Tunataka tulipie masaa 5, ule mtaa ufunge 5 hours. Tuweke mziki pale. Ndio serikali inataka ituambie kama kuna alternative way au kuna vitu vitasimama, watushauri. Lakini mawazo yetu ni masaa 5. Ile sherehe tunaweka hapa nataka tuiweke pale. Sio kama mnaelewa vizuri. Tunaweka mziki hapa, nataka tuufunge pale, katikati pale. Yaani kwenye ile mwendokasi mzangu mimi nipo juu pale. Kwenye mwendokasi pale. Naweza nikakaa pale juu. 5 hours. Kwa tunaanzia tu TF. Yaani gari ile tumeitoa Uganda linakuja hapa afu tunaleka pale station. Kwa hiyo wanayanga Jumamosi tupendeze vizuri, tung'ae. Tukutane pale Karume TFF. Kama jana tulivyokuja hapa msafara wa maana. Mnaweza kutoka na matawi yenu, parking ipo mkapaki, tukaenda wote pale Karume kusubiri parade. Na parade ya mwaka huu utamu wake. Hii mpya hii mzee Msumu. Mwaka huu utamu wake. Atapanda mchezaji huyu mmoja tu. Mmoja tu. Yes. Mohamed Hussein Shabalala ndio atatuongozea paredi letu kutoka TFF kuja hapa Jangwani. Jana nimemsikia meneja wake anasema Shabalala alikuwa analia eti wanamsema. Na ana siri yule mtoto yule. Yaani kasemwa msimu mzima asemi. Na mtu anatukita kipo chini kumbe wanamsimanga huko DM. Umepeleka mkosi huko, umepeleka nuksi. Sasa ni muda wetu kumchukua Zimbwe, kumweka juu kwenye lile basi. Hajawahi kupanda. Mara ya mwisho Zimbwe kufanya parade alikaa kwenye Kenta. Never hajawahi ku experience gari la parade. Jana kanionyesha message kivideo cha mwaka 1800 sio na ngapi. Yupo kwenye kikenta hivi. Anachungulia Zimbwe hivi. Ni? Kabaka Yanga atakayokaa namna hii Zimbwe anachungulia. Simanzi kweli kweli. Mwaka 1800 na ngapi huko. Zamani kweli kweli. Nikamwambia huyu ni wewe, akaniambia yeye ndio ataongoza juu pale. Jana tumempa kombe alibebe. Ile ni endelevu, atakuwa yuko juu pale. Mohamed Hussein. Na kwa kusisitiza hilo, sherehe si Ijumaa, paredi yetu. Jumamosi, ndio? Ijumaa tutakwenda kwenye duka la nini lile? Naitwaje? Perfume la Zimbwe kwenda kununua, tunukie kwenye paredi. Kwa hiyo Ijumaa tutakita kambi dukani kwa Zimbwe kununua unyunyu kila mtu anukie. Tukija kwenye paredi hatutaki kuona harufu za ajabu ajabu. Kwa hiyo tutaanza naye Ijumaa afu tutakuja naye hapo. Jamani. Kwa hiyo tukimaliza hapo ndio tutaenda Mwanza sasa. Kwa wakazi wa Mwanza msiwe na wasiwasi. Tutatoka na basi letu tutakuja huko Mwanza sasa. Lakini tutaanzia hapa. Kufanya jambo letu hapa alafu tutaendelea. Na baada ya hapo kuna kitu kizuri uongozi unaandaa kwa sababu unajua kwa miaka mingi tumekuwa tukisherehekea parade tukija hapa hatujapataga ule mtoko hivi.
Jana nilikuwa na kikao na boss Ghalib GSM na leo ameniambia atanihakikishia hilo jambo. Tunataka tukodi kile kisiwa cha Mbudia chote. Chote tukikodi kile. Afu wana Yanga tuvuke twende Mbudia Island. Twende Mbudia kiwe kisiwa cha Yanga. Hiyo waandishi hamtaalikwa. Twende tu wenyewe kwa watu wenye matawi sijui Yanga wapi, sijui Yanga wapi, Mzinga Kongoe sijui wapi, unafika pale unachukua kiboti Mbudia. Tunakesha huko. Na uli kesho yake tafunga maskrini kwa msio na wasiwasi. Kama kuna mechi ya kombe tutaangalia huko kwa World Cup. Funga maskrini hatari. Tukaenjoy kwenye kisiwa season hii Mbudia. Nataka twende huko. Boss kanambia leo atanipa jibu na tutawajibu. Akikodishe kile chote, afu wana Yanga twende sasa Mbudia. Yaani tupige balaa letu Jumamosi, alafu weekend tuko Mbudia. Miguu juu tutapunga na upepo namna hii. Waandishi mapema nimwambie hiyo ammo. Maki amchelewe pale kujaribu na vikamera vyenu hivyo. Oh nimeona hali kakiingili hapa, mara mzee Msumi sio mara kwanza kavaa pensi Taka mzee Msumi siku ale beach code, Hapi vitu vya beach. Mzee wetu Shabani pale apige vitu vya beach. Piga kisinglendi hivi na kipensi kidogo, mbizi kwenye maji. Yanga la. Kwa hiyo tunamalizia hilo, lakini tunaanza kwanza paredi yetu ya Jumamosi. Kwa hiyo niwaombe sana wana Yanga. Huu bingwa kila mmoja kautolea jasho. Na wala sio siri, tumehangaika kweli kuchukua uchampioni wa msimu huu. Mimi nazungumza sana na watu wetu wa matawi sana, nazungumza nao sana. Nimeona walioyapitia kuutengeneza ubingwa. Nimeona mapambano ambayo wameyapitia. Tafadhali ikifika muda wa kukera watu, tusibakishe silaha nyuma. Ndio muda wetu wa kuenjoy huu. Jumamosi Dar es Salaam kama jana inatakiwa ikawe kijani na njano. Jumamosi kijani na njano. Kama matawi yanatoka mbali, sijui Morogoro, Tanga, wapi, parking ipo hapa nimesema. Njooni tuweke magari hapa, tunakwenda mdogo kwenda kumpokea Mohamed Hussein Zimbwe juu kwenye basi for the first time. Zimbwe na picha ya gari kubwa la parade pale inakwenda kupatikana. TFF Karume tunatembea Msimbazi, tunakuja kujadiliana sasa tunakwenda wapi kula bata hiyo kwenye kisiwa chetu. Bana. Namwangalia mzee. Ataweza kupiga mbizi? Make hiyo tutakuwa ni hatari hiyo. Waandishi mtatuoji pale kwenye viboti muda wa kuvuka. Tutakuwa tunawaaga hapa, tunawashukuru sana na nini, asanteni. Maki bwana nyewe inawezekana msiwe na kamera mkao mna visimu. Kashangaa tu imekuaje? Kwa hii lakini tutadiscuss kama tunaweza tukapa hiyo nafasi. Tutawaalika. Tutawaalika hamna shida. Tutafikiria. Shida unafikiri tuwapenda, tunawaogopa. Tunawapenda lakini sasa shida ni kwamba nyinyi wenyewe vifua hamna. Sasa kapiga mbizi mimi nchini kule nikarudi na pweza mkaanza kelele. Katoa pweza huyu. Sasa nikapiga kaenda chini nikaona pweza mkaanza maneno. Kwa hiyo ndo maana tazama Alikamu alivyoenda chini. Ndio mbona kidogo lakini tutafikiria kama mtakubaliana mimi kwamba yanayotokea Roma yabakie Roma mtaenda. Tushindwane hatuwezi kushibasi. Kama hatuwezi kushindwana basi sawa. Kwa hiyo hili nikasema niliweke sawa, wana Yanga tujiandae Jumamosi ndio muda wetu wa kutema sumu, wa kutema nyongo. Muda wetu wa kutema sumu, wa kutema nyongo. Vaa jezi yako, tukutane wapi? TFF Karume. Yaani ndio center pale tunakutania. Alafu Zimbwe kuna mara anatokea na ule mbasi mtamuona ndio tutampokea pale sasa. Dereva wetu Mohamed Hussein Zimbwe. Namba 5, namba 4. Tunaingia mtaa wetu hapa. Kwa hiyo huu ndio muda wa kutema sumu wana Yanga. Ndio muda wa kufurahi. Hakuna muda mwingine, ndio huu. Tuenjoy, tumeteseka sana msimu huu.
Nimeona Mtibwa kashuka daraja eh? Mtibwa tulikuwa Dodoma Christmas. Sisi ni wakulala saa moja. Dodoma Christmas tulilala saa moja. Goli kona. Haya wakafunge championship. Magoli yao ya kona. Sisi tuli Christmas tulilala saa moja. Christmas tarehe 25. Siwezi kuisahau ile mechi. Pigwa kona ndani. Mtibwa we. Christmas shughuli yote Dodoma pakavurugika, tukapoteana. Jana naangalia msimamo usiku, Mtibwa akashuka akasema haya kona championship. Nani mwingine kashuka? KMC. Za KMC si kama nani ilikuwa utaratibu wa kawaida hizo. Hizo ilikuwa ni kama sharubu tukapaka. Ilikuwa lazima aende KMC. Hali yake ilikuwa dhaifu hali. Kwa ameshuka wawili basi, haina shida. Kwa hiyo huu ndio muda wetu wa kufurahia mafanikio ambayo tumeyapata msimu huu. Tarehe 4 ikawe siku yetu ya kuja kufurahi. Mwambie jirani yako, mwambie rafiki yako, liandae tawi lako, andaa watu wako, ngoma zilie, kila kitu, kutane Karume. Tuvuruge huu mji. Haijawahi kutokea. Kwa sababu hii historia ni historia kubwa na ya kipekee. Mara tano. Yaani kama hamuelewi, sisi tumeanza kumpromote Suda Yanga akiwa hana meno. Unafahamu yule shabiki wa Yanga yule Suda yule mtoto? Ameanza kuishabikia timu na si kumpost akiwa na vijino viwili tu vidogo hivi. Sasa hivi ameshaanza shule. Bado hajashuhudia timu nyingine ikiwa imechukua kombe la ligi zaidi ya Yanga. Ndio utajua ukubwa wa miaka 5 uko vipi. 5 years Yanga tumedominate mpira wa Tanzania. Na tumekubaliana hapa kauli mbiu inasemaje? Mwakani? 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 Haya ndugu zangu waandishi, kama kuna maswali. Haya karibu bwana Jadu. Manake pia katika waandishi ambao wamepitia misukosuko msimu huu upo. Msimu huu ujue umepigwa wewe. Tuwaombe pia bodi ya ligi. Of course unajua mimi nime experience. Nimekuwa na nyie muda mwingi. Nime experience pia tabu mnazopata. Shida ni kwamba nyie waandishi, bodi ya ligi wakiomba kanuni, marekebisho, sisi waandishi wa habari huwa tunawazaga tu mambo ya ombea. Hatujifikirii yani kwamba kuwe kuna kanuni hata ya kutulinda. Mimi nime experience msimu huu. Tumepata pia shida. Mimi mwandishi mwenzenu. Tumepata shida. Na sio kwamba naongea na jipendelea Yanga. Hata Yanga kuna wakati mnapataga shida mnanipigia. Bwana tumekoma getini hapa na nini? Bodi wakiomba boresho ya kanuni, nyie mnatuma kanuni za Simba na Yanga. Kanuni za tasnia mnaziacha. Kwa bwana tukupe pole. Mimi nilikuwepo Arusha wakati ukichukua vibao kule. Lakini hakupigwa bwana, si ndio? Bahati mbaya hakuwezi yule. Angekupiga aone. Sasa kutoka Tanga. Sasa angekugusa aone. Karibu. Yes, Mwanza tunakwenda kufanya uzinduzi wa kampeni yetu ya mwakani tena. Yaani hiyo kampeni ya mwakani tena uzinduzi wake unafanyika Mwanza. Ndio tutakwenda kuizindua. Alafu baada ya hapo tutakuwa tuna orodha ya mikoa ambayo tutakwenda. Na safari ya tunatembea makombe yetu yote 5. Kila mwana Yanga apate historia ya kupiga picha na makombe yake 5 ambayo klabu imeyapata. Kwa hiyo Mwanza parade Jumamosi, alafu Mwanza tutakuja kuwapa date ambayo itakuwa ni uzinduzi wa kampeni yetu ya mwakani tena. Swali la pili kama lipo? Hakuna. Haya, asanteni sana. Kuhusu Pacome nimeshazungumza na hata nyinyi waandishi. Ndio nimesema alipokuwa Pacome sasa hivi haipo kwenye mamlaka yetu. Unaelewa? Ingekuwa yuko tu nyumbani kwake ningewaambia tupangeni muda tukamtembelee. Lakini yuko hospitali. Sisi pia tunapata maelekezo ya hospitali ya Aga Khan. Kwa hiyo kama kuna muda upatikana
nitawajuza. Maana na nyinyi pia si rafiki yenu bwana, bali nje ya kazi pia ni mshikaji wenu na nini. Ameumia mkapata nafasi ya kumuona, kumtembelea. Kumuona na kumtembelea. Haitashindikani hiyo. Kwa hiyo kama tutapata hiyo ruksa nitawaambia. Sio kufanya mahojiano, maana tuelewane. Ni kumuona kishikaji. Nimekuwa naye msimu mzima na nini, pengine rafiki yenu na nyinyi mpate nafasi ya kumuona. Kwa hiyo nafasi ikipatikana pale pa hospitali nitawajuza ndugu zangu. Basi tunashukuru sana na niwatakia la kheri. Tukutane Jumamosi kwenye paredi la Masimango. Wewe utakambudia tu. Sawa.